Umefika mahali ambako hujui nini cha kufanya. Sikiliza maelezo yafuatayo, yatakupa cha kufanya. Kwanza elewa, ukifika mahali hujui nini cha kufanya, umeshakaribia matokeo na mafanikio yako, kwa sababu kutojua nini cha kufanya, maana yake kuna cha kufanya Mungu atakupa ambacho hujui. Ukianza kuona una vingi vya kufanya, uko njiani kuelekea upotevu. Nimekuwa nikiwafundisha watu, ni beta mtu ambaye yuko gizani haoni njia, na ikatokea njia moja, atakuwa na uhakika na njia iliyofunguka mbele yake, kuliko yule ambaye yuko katikati ya nuru, anaziona njia nyingi. Aliye katikati ya njia nyingi ana probability kubwa ya kupotea. Kutojua nini cha kufanya, kufika mahali ambako huoni njia, ni level kubwa sana ya mafanikio. Tatizo, watu wengi huwa tunalia tunapoona kwamba tujui nini cha kufanya. Wakati hujui nini cha kufanya, ndio wakati ambao Mungu atakuonesha cha kufanya. Musa alikuwa hajui nini cha kufanya. Wakati wengine wanajua cha kufanya, wanalia, ndio walichojua cha kufanya. Kwamba anapopitia season ya kutoona njia, analia, wanalia. Wengine walijua cha kufanya ni kulia, ndio walifikia mwisho kwamba ni kulia. Musa akiingia kwa Mungu kwenye maombi, Mungu anamwambia kwamba kwenye mkono wako una mamlaka, una authority, una fimbo, chapa bahari. Akapata njia. Ni maombi yangu kwa Mungu ya kwamba mahali unakopita ujui nini cha kufanya, Mungu akutokee kama kwa Musa, akupe njia katikati ya giza, akupe mpenyo katikati ya kukosa mpenyo, katika jina la Yesu. Ninakuombea hiyo neema in the mighty name of Jesus Christ. Amen.